إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Adabu Zafaf fi Sunnati al-Mutahhara للإمام الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Darsa iliyomalizika tulimaliza ma yanuyani bin nikah, na leo biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhanahu wa taala tunaondokea katika adabu ya 22, wujubu ittikhadhi al-hammam fi dar, wajibu wa kufanya vyoo ndani ya nyumba. Wajibu wa kufanya vyoo ndani ya nyumba, kwa maana watu wajiepushe na vile vyoo ambavyo vilikuwa vya public, ambavyo viko nje ya nyumba, hususan kwa wanawake. Avyo hivyo baadhi yake kwamba vinakuwa ni kike kwa kiume, vinakuwa vina maingiliano. Kwa hiyo ni jambo ambalo Waislamu wanatakana walizingatie, bali baadhi ya watu kutokana na kutokufunzwa adabu za Kiislamu au kukosa kupata elimu ambayo inafungamana na adabu ya Uislamu katika jambo zima la kukidhi haja, basi wao tangu wadogo wamejizoesha, wakifikwa na mikojo wanaweza kukaa chochoroni wakakojoa. Kwa hiyo jambo hilo wameendelea nalo mpaka wamekuwa wakubwa, tayari kwamba limewaathiri katika yale mazingira yao. Kwa hiyo mtu inawezekana akakaa chochoroni na akajisaidia. Mtu mwingine akipita na muona yule mtu fulani amepita na anakidhi haja chochoroni. Sasa Muislamu yampasa kwamba awe na kuchunga heshima yake, na akikidhi haja atafute sehemu ambayo ilikuwa faragha, sehemu ya stara, na akidhi haja kwa namna au kwa utaratibu wa sheria ya Uislamu ilivyomuelekeza. Achane na yale mazoea ambayo kwa yeye amezoea tangu udogoni kwake, na ikawa hakupatikana mtu wa kumpata mbihi kwamba hivyo unavyofanya sio sawa. Tena jambo hilo wanaume wameathirika hivyo, kadhalika na wanawake vile vile, baadhi yao vile vile wanaonekana chochoroni wanakidhi haja. Tena wengine wanakidhi haja kwa kusimama kabisa. Watakana watu wamche Allah katika upande huo, na wajue kufanya kwao huko
ni kinyume na utaratibu wa sheria ya Uislamu. Kwa hiyo Sheikh anasema wujubu ittikhadhi al-hammam fi dar, wajibu wa kukidhi wa kutengeneza choo ndani ya nyumba. Anasema Sheikh wajibu alaihima, na ni wajibu juu yao mume na mke wanandoa hao, ni wajibu juu yao ayattakhidha hammaman fi dar fi darihima, sema ayattakhidha hammaman fi darihima, ni wajibu juu yao kutengeneza au kufanya choo ndani ya nyumba yao. Wala yusmahu laha an tadkhula hammam as-suq, wala hapataruhusiwa laha kwa huyo mwanamke an tadkhula hammam as-suq, kuingia choo cha sokoni. Fa inna dhalika haramun, kwa sababu jambo hilo ni jambo ambalo kwa haramu. Choo cha sokoni ni jumla jamala, kike kwa kiume, kwa ni jambo ambalo lilokuwa sila sana. Wafihi ahadithun, na ndani yake kuna hadithi nyingi sana. Al-awwal, hadithi ya mwanzo, an Jabir radiyallahu anhu, kutoka Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote ambaye atakayekuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho, fala yudkhil halilatahu alhammam, asimuingize yule mke wake chooni, asimuingize mke wake chooni, kwa maana choo ambacho kilichokuwa ni public. Ndio akasema ahlul ilmi, wal muradu bil hammam, na maksudio ya hammam ambayo yalikuwa yamekusudiwa hapo al makanu al ni sehemu ambayo ilikuwa jumla jamala, alladhi, sehemu ambayo yujtamau fihi ar-rijalu wan nisa'u, wanakusanyika katika sehemu hiyo wanaume na wanawake, lil istihmam, kwa ajili ya huduma ya kile choo. Lianna mithla tilka alhammamat, kwa sababu wanasema mfano wa vyoo kama hivyo, mahillun litakashuf alawrat, ni sehemu ambayo inakwenda kuweka wazi nini, zile aibu, zile tupu zinakaa wazi. Warajulu walmar'atu ma'murani bisitri alawrati, na mwanamme na mwanamke wameamrishwa wawili hao bisitri alawrati, kwa kustiri zile aibu, wa hifdhiha anil ajanib, na vile vile kuhifadhi huo tupu, hizo tupu kwa watu ambao walikuwa kando. Kwa maana mwanamme anatakana hifadhi aibu zake, tupu zake kwa watu ambao walikuwa kando, na ataruhusika kwa nani? Kwa mke wake. Kadhalika vile vile mwanamke anatakana astiri aibu zake, tupu zake na mwili wake kwa watu ambao walikuwa kando, isipokuwa kwa mume wake ataruhusika mume wake uone mwili wake. Sasa alhamamu inakusudiwa hapo ni vile vyoo ambavyo vilivyokuwa kama vile viko sokoni, masokoni, au vimewekwa nje, kike kwa kiume wanaingia katika sehemu hizo. Sasa wewe mwanamme ambaye labda umetoka na mke wako safari, usimuingize mke wako katika choo hicho, bali kama kuna nyumba ya jirani unaweza kumwombea choo ameshikwa na haja, basi muingize. Na sasa hivi walillahi alhamdu, katika masajid, misikitini, kuna sehemu za wanawake na kuna sehemu za wanaume, kwa maana kuna sehemu za wanaume na sehemu za wanawake. Katika sehemu za wanawake vile vile zipo sehemu za kukidhi haja. Kwa hiyo labda ikiwa umetoka na ahali yako, umetoka na mke wako,
basi unaweza kama kuna msikiti karibu, basi aingie sehemu ya wanawake, akesha atakidhi haja na atatia udhu, ataendelea na safari yenu. Lakini sio kwamba kumuingiza katika choo kilichokuwa public. Na hivyo ambavyo vilikuwa public katika jamii viko nje, vingine vinakuwa unalipia na kadha na mfano vitu kama hivyo. Lakini inawezekana choo cha kwanza kaingia mwanamume, choo cha pili kaingia mwanamke, au ikawa kuna foleni, watu wanasubiri atoke kike kwa kiume. Sasa huu si utaratibu ambao ulikuwa sawa, wala si utaratibu ambao Uislamu unaukubali. Sasa watu ambao wanojenga majengo ya ofisi, wanojenga majengo tofauti, wanatakana watenge kabisa, sio kwamba waambatanishe. Sababu ya maeneo vile vile yameambatanishwa, vyoo viko sehemu moja, hapa imechorwa sura ya mwanamume na hapa imechorwa sura ya mwanamke. Yaani wakitoka hawa watu wanakutana hapa sehemu ya mlango mkuu, jambo ambalo kwa pia sio sahihi. Bali choo cha wanawake kinatakana kifanywe upande mwingine kabisa, na choo cha wanaume kinatakana kifanywe upande mwingine, wasionane kabisa wakati wa jambo lile. Sio kwamba hapa ni wanaume choo kimoja kisha hapa wanawake, manake hapa wanaume na wanawake, jambo ambalo kwa sio sahihi. Na watu wanatakana kwamba wajue kwamba kufanya hivyo ni kuhatarisha hatari ambayo ilikuwa kubwa sana. Naam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, na yote mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, fala yadkhulul hammam illa bimizar, asiingie chooni isipokuwa ingie na shuka. Huyo ni mwanamume sasa. Asiingie chooni isipokuwa ingie na nini? Na shuka. Asiingie hivi vitu wazi, kwa maana ingia alikuwa amejifunga nini? Shuka. Wa man kana, kwa sababu inawezekana jambo lolote lile linaweza likafanya nini? Likamtokezea. Inawezekana jambo lolote lile likawa ni lenye kumtokezea katika hali hiyo. Kwa hiyo kinachotakikana asiingie chooni isipokuwa ingie katika hali hiyo, ili atakapoingia yeye basi ameingia katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Na izari ambayo wanaikusudia hapo maana yake kwamba ni ile nguo ya chini ambayo yasturu auratahu, takostiri tupu wake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yote ambaye mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, fala yajlis ala ma'idati, asikae juu ya meza, yudaru alaiha alkhamru, wakawa panazungushwa katika meza hiyo ulevi, asikae katika meza hiyo. Na wakasema yudaru bimana yushrabu alaiha alkhamru, wakawa pananywishwa, yani pana watu wanakunywa katika meza hiyo ulevi. Wakasema hata lau kana la yashrab, hata ikiwa yeye hanywi, lakini kwamba walikuwa wamekaa pale wanafanya nini? Wanakunywa ulevi. Akisema mimi najielewa bana, mimi si ulevi, hawa rafiki zangu lazima na support tu, kwa sababu tuna issue za kibiashara, tuna issue hizi na zile, si tumefahamu? La, ni jambo ambalo lilikuwa si la sawa. Li'annahu law jalasa 'alayha wa ghayruhu yashrab, wanasema ahlul ilm, lau kwamba yeye atakaa juu ya hiyo meza na mwingineo akawa anakunywa, la wajaba alayhi an yanhahum, ni wajibu juu yake kwamba yeye awakataze wale ambao wanakunywa ulevi. Fa idha jalasa, basi itakapokuwa amekaa, walam yanhahum, wala ikawa hajawakataza, la yakunu mu'minan kamilan, hatakuwa mtu huyo muumini tena ikawa imani yake kwamba ifanya nini? Imekamilika. Kwa maana wewe umeingia katika meza ile, ukasema mimi sinywi ulevi, lakini wale watu wengine wakawa wanakunywa ulevi, na unajua ulevi ni katika jambo ambalo kwa limekatazwa na Uislamu, lakini wewe ukasema hapana, kila mmoja na starehe yake bana, hawa wanajua kama ni haramu lakini hawasikii. La, bali wewe unatakana umkataze mtu yule, umrejeshe katika usawa,
pamoja na kwamba wanasema kwamba anajua, wakati ule shetani anakuwa amefanya nini? Amemchezea. Hadithi akhrajahu al-Hakim, amesimulia al-Imam al-Hakim juzuu ya 4 ukurasa 288, wal-lafdhu lahu, na tamko lake. Wa Tirmidhi, na vile vile hadithi amesimulia al-Imam Tirmidhi. Wa Nasa'i, na vile vile amesimulia al-Imam Nasa'i baadhi baadhi yake. Wa Ahmad, na vile vile amesimulia al-Imam Ahmad katika juzuu ya 3 ukurasa 339. Wal Jarjani, na vile vile amesimulia al-Imam Jarjani katika nambari ya 150, min turuqin, kutokana na njia nyingi sana. An Abi Zubair, kutoka Abu Zubair, an Jabir, kutoka Jabir. Waqala al-Hakim, na kasema al-Imam al-Hakim, sahihun ala sharti Muslim, hadithi ni sahihi juu ya sharti zilizowekwa na al-Imam Muslim, ambayo ni daraja ya 6 katika hadithi ambazo zilizokuwa sahihi. ووافقه الذهبي، نا akafikiwa na al-Imam al-Dhahabi. وقال الترمذي، نا قسم الإمام الترمذي، حديث حسن، حديث نزول، وله شواهد كثيرة، na hadithi hiyo ina ushahidi mwingi sana. Taraha fi targhib wa tarhib, utauona ushahidi huo katika kitabu targhib wa tarhib katika juzuu ya kwanza kurasa wa 89 mpaka 91. Warawahu at-Tabarani, na vile vile hadithi ya misimulia al-Imam at-Tabarani fi al-Awsat, katika kitabu al-Awsat katika nambari 10 mpaka 11, min zawaidihi, kupitia zile nyongeza zake. Wal Baghandi, na Baghandi fi Musnad Umar, katika Musnad Umar katika sahifa ya 13. والطبراني ايضا, na vile vile kutoka Tabarani vile vile, na al-Imam Tabarani vile vile amesimulia an Abi Ayyub, kutoka kwa Abi Ayyub wa Abi Sa'id wa Ibn Umar wa Ibn Asakir katika juzuu ya 3 kurasa 303, nambari 2, an Abi Hurairah, kutokana na hadithi ya Abu Hurairah. Athani, ya pili, an Ummi Darda qalat, kutoka kwa Ummu Darda amesema, kharajtu min al-hammam, nimetoka mimi kutoka chooni. Falaqiyani Rasulullah, basi akanikuta mimi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala, akasema, min aina ya Umma Darda, unatokea wapi wewe Ummu Darda? Qalat, akasema Ummu Darda, min al-hammam, kutoka chooni. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, ma min imra'atin, hakuna mwanamke yoyote, tadau thiyabaha, atakeweka nguo zake, fi ghairi baiti ahadin, katika nyumba, fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha, katika nyumba isiyokuwa yoyote katika wale mama zake, maana katika nyumba mwingine isiyokuwa katika nyumba za mama zake, illa wa hiya hatika kulla sitrin, isipokuwa mtu huyo anakuwa amevunja stara yote, bainaha, ambayo ilikuwepo baina yake yeye, wa baina ar-Rahman, na baina ya Allah mwingi wa rehema, anakuwa amevunja stara hiyo, ikiwa ameweka nguo yake katika nyumba, maana yake amevua nguo katika nyumba sio kwa nyumba yao. Ndio maana anakusudia hiyo, maana yake huyo mtu atakuwa amevunja stara yake. Na huwezi kujua, na hususan ulimwengu wa sasa hivi. Ulimwengu wa sasa hivi unawezekana wewe ukiingia katika nyumba, kumbe nyumba imesetiwa kamera kila kona, kila aina sehemu kumesetiwa kamera. Wewe unaona kama uko katika stara ukakoga, kumbe sehemu hiyo watu wanaona. Sasa imekuwaje akaseti kamera? Kwa sababu wewe ulikuwa useme kwanza, jamani naomba kuingia chooni, maana yake baadhi ya nyumba mtu mpaka aseme kama naomba choo kidogo. Kwa hiyo pale sasa kamera zinafanya zinazima vupu, kwamba wewe unaingia katika sehemu ya choo. Sisi tumefahamu. Lakini ukiingia tu useme kwamba vyoo viko wapi? Kuna watu bali na wasojua akakuelekeza, vyoo viko huko, ukaingia, basi matokeo yake hapo
ina maana kwamba kamera zinafanya nini? Zinakuchukua. Zikukuchukua ina maana kwa ni aibu. Tayari mtu ile aibu yake inakuwa ishakuwa wazi. Fanasallallahu alaihi wasallam. Hadithi akhrajahu Ahmad, amesimulia Imam Ahmad, juzuu ya 6 kurasa 361 mpaka 362. Wad-Dawlabi juzuu ya 2 kurasa 134 biisnadaini wa sanadi mbili anha kutoka kwake. Ahaduhuma sahihun, moja katika mbili hizo ni sahihi, wa qawahu al-Mundhiri, na akaitia nguvu al-Imam al-Mundhiri katika kitabu at-Targhib wa at-Tarhib. Wa fi hadha al-hadith dalilun, na katika hadithi hii kuna dalili ala anna al-hammam, juu ya kwamba choo au vyoo vile kana maarufan fil Hijaz, ambacho kilikuwa maarufu katika nchi za Hijaz. Kwa maana vilivyokatazwa hapo ni vile vyoo ambavyo vilikuwa maarufu viko nje katika nyumba, yani nje ya nyumba, sio vile vyoo vya ndani ya nyumba. Yani ni vyoo ambavyo vinajengwa na miji yetu hii sijui kama vipo, lakini vinakuwa viko katika baadhi ya sehemu. Lakini ukienda mabara utakuta hivyo vyoo katika kila sehemu utakaopita, ambapo kuna choo cha kulipia hapa. Sijui umefahamu? Choo hicho hakizingatii mwanamume wala mwanamke. Yeyote ambaye atakayekuwa anafanya nini, anakusudia kufanya haja, anaingia na anakidhi haja. Sasa Uislamu ufahamishi hivyo, wala huko katika utaratibu huo. Vyoo vya sampuli kama ile mtu atakana kwamba afanye nini, ajikwepeshe navyo, ajiepushe navyo, si vyoo vya kuvingia vyoo kama vile. Sasa sio unaharibu biashara ya watu. Hawakuzingatia wao sheria hawa. Sababu na watu wengine wana biashara zao hazizingatii sheria ya Uislamu. Utakuta wengine wanauza CD. CD mnazifahamu? Yani CD inabaniwa kwamba labda sijui movie fulani, movie kadha zina nini. Sasa naambia usiuze madai haya, si jambo ambalo kwa sawa. Maisha yenyewe magumu yani. Sasa maisha magumu tena ndio jiingize katika vitu ambavyo kwa sivyo sawa. Sasa na watu ambao wanawezekana kakifanya jambo au wakalifanya jambo hilo likana la kiuka misingi ya Uislamu, inatakana kwamba rejeshwe katika usawa, na waambie kwamba jambo hili haliko sawa kwa hivi ambavyo mnalifanya nyinyi. Sasa wengine inawezekana wakiambiwa wanafanya nini, wananuna. Sasa kama unanuna simefahamu, lakini kwamba lazima ufanye nini, ufikishiwe, uambiwe kwamba hili jambo haliko sawa. Na Uislamu ndivyo ambavyo unavyotaka, kisha wewe mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala unapokuwa unalifikisha. Na ndio hapo utakapoona kwamba kumbe haki kuisimamia si jambo jepesi. Athalithu, bado hujamaliza chini, anasema wama jaa fi ba'd al-ahadith, na yale ambayo yamekuja katika baadhi ya hadithi, innaha satuftahu lakum ardhul ajam, kwamba patafunguliwa kwa ajili yenu nyinyi ardhi ya Wajemi, wasatajiduna fiha buyutan, na mtakuja kuta ndani yake majumba, yuqalu laha alhammam, yanaitwa majumba hayo alhammam, vyoo. Asema hadithi hizo fa innahu la yasihu isnaduhu, hadithi ya mithili kama hiyo haijasihi sanadi yake, kama fi takhrij alhalal walharam, kama ilivyokuja katika kitabu takhrij alhalal walharam. Alhalal walharam cha Dr. Yusuf Qaradawi, ndio kinaitwa takhrij alhalal walharam, yani kinaitwa alhalal walharam. Al-Allama al-Albani amekuja kukifanyia takhriji hicho kitabu Ghayatu al-Marami, akakita fi takhrij al-halal wal-haram, Ghayatu al-Marami fi takhrij al-ahadith al-halal wal-haram, kitabu cha Sheikh al-Albani, ambapo ni muhimu sana mtu kuwa navyo vitabu kama hivyo, kwa sababu Sheikh Mukbil anasema maktaba yoyote ambayo itakokuwa haina vitabu vya Sheikh al-Albani, maktaba hiyo ni fakir, ni maktaba ambayo ilikuwa ni fakir. Kwa hiyo vitabu ukiona kwamba hichi kitabu cha Sheikh al-Albani basi kichukue, kwa sababu ndani yake kuna faida ambazo nyingi zinakuwa zipo. Kadhalika na wanachuoni wengine, ukiona vitabu vya Sheikh Mukbil, ukiona vitabu vya Sheikh Ibn Bazi, ukiona vitabu vya Sheikh Ibn Uthaymeen, ukiona vitabu vya maulama
Ahmad Shakir na wengineo na wale alqudama, wale ambao walikuwa wametangulia, basi kwa sababu una safari ndefu ya elimu, kuwa ni mwenye kuvinunua vitabu hivyo. Na baadhi ya kati inawezekana kuna baadhi ya wanachuoni kuna makulati kwa wao yamezungumzwa na vitu kama hivi, lakini katika upande wa bahthi labda kuna kitabu fulani ameandika yeye tu katika bahthi ile, au haipatikani kwa hafla moja, vitabu unatakana kwa wewe ununue unavyo, ujue tu hali ya yule mtunzi kwamba hali yake wanachuoni wamemzungumza. Lakini katika maktaba yako, wakati kwamba una safari ya elimu ambayo ilikuwa ndefu, ujefikie pahala na wewe sasa uweze kufanya bahthi, uweze kusahihisha hadithi au kudhoofisha hadithi, kwa sababu ni masala ijtihadia ambayo hayo katika miji yetu, kwamba mtu labda akionekana kwamba tayari ana ile malaka, anafanya juhudi hiyo, anafanya nini hiyo, kwa sababu miji yetu imelelewa na ujinga. Miji yetu imelelewa na ujinga, na ndio mara nyingi sisi tunahimiza watu wasome, wajitahidi wasome, kwa sababu dini kwanza haitekani kwamba kuikabidhisha kwa mtu fulani dini, bali dini inatekana kwamba wewe uijigeze nayo kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akitokezea mtu amekwenda kombo, amekwenda katika njia ile kwa sia sawa, basi wewe unatakana umrejeshe yule mtu. Sio kwamba lakini yule mbona namuona kama shekhe. Sasa shekhe kwa maana yeye ni maasum, au yeye ni mtume, au yeye ni malaika? La, si sawa. Sasa na huku ni kuiviza elimu, huku ni kufanya nini? Kuiviza elimu kwa madai kama haya. Na endapo atatokezea mtu sasa akamrejesha yule, anamwambia yule anatovuka adabu yule, sikimefahamu hali ya kuwa kwamba usahihi hauko hivyo. Na ndio maana sisi tunahimizana katika jambo la kusoma, kwa sababu mtu yote atakayekuwa anasoma akashikamana na elimu kisawa sawa, elimu ndio ambayo itakuja kumbainishia kwamba hili si la sawa na hili ndio la sawa. Al-Imam Shabi alipoona kwamba mbona hawa wanasema hivi na hawa wanasema hivi, akasema sasa imefika muda wa Shabi kusoma. Kwa hiyo akasoma sasa, akajua kumbe haki ni hii katika masala haya. Na ndivyo ambavyo kila talibul ilmi atakana kwamba yeye aitangulize elimu. Alhaqu yu'rafu bil adilla la yu'rafu bir rijal, haki inajulikana kwa dalili, kwa ile elimu ambayo ilikuwa sahihi ambayo mtu atakayesoma, si kwa sababu ya nani, si kwa sababu ya mtu. Na baadhi ya watu wao haki wanaitambua kwa kupitia watu, mtu fulani kasema, simefahamu. Sasa wewe unaonekana kwamba katika elimu ni jahil. Katika elimu ni nani? Ni jahil. Bali soma, tena soma ndugu yangu, hususa katika ulimwengu huu tunakwenda nao. Jitahidi sana kufanya bidii katika jambo la kusoma. Ulimwengu tunakwenda nao ni ulimwengu ambao umejaa mahaba wa dabba, umejaa makorokoro chungu nzima. Wakati gani utamjua kwamba huyu mtu anazungumza kwa matashi ya nafsi yake, azungumzi kwa usawa, na hali ya kwa wewe hujishughulishi na kusoma, hutoweza kubainikiwa kwamba huyu hapa anazungumza kwa utashi, hapa hazungumzi kwa dalili, na hapa huyu amekosea katika hili. Na watu wengi sana huadaika na fasaha. Mtu akizungumza kwa fasaha, kama alivyosema Imam Malik kwamba kila mtu atakapokuja kwamba yeye akawa afsahu ajdal, sisi ndo tuache kuifuata haki kwa sababu ya fasaha yake. La, hatuwezi sisi kuiacha haki kwa sababu ya fasaha ya mtu. Na hivi ndivyo ambavyo Muislamu anatakana akae katika njia iliyokuwa sawa, na Uislamu unawaongoza watu katika hali hiyo. Sasa kijana wa kisalafi akesha akawa yeye katika elimu amezembea, hasomi, ili ni tatizo kubwa sana, tatizo kubwa sana. Kwa hiyo soma na weka azma sana, na huku moyo wako una joto. Kwa nini sijafikia ile level ya kwa mimi na elimu? Kwa sababu ifike pahala uwe na level ya elimu kwamba ukiingia katika maktaba basi una uwezo wa kujua kwamba masala haya kwa hivi masala, maana unaweza kuyapekua ile masala, akisha wewe ukajengea katika masala haya kwa dalili hizi, basi huu ndio msimamo ambao ulikuwa sawa. Simefahamu? Au watu wawili wameradiana, huyu ameandika na yule ameandika, wewe unaangalia katika hawa walioandika yupi ambao alopatia katika haki, huyu katika masala haya amepatia katika haki. Kwa nini? Elimu ndio inakuongoza. Simefahamu? Sio kwamba watu wamekaa grupu maskani, jamaa kaandika huyu,
na huyu kaandika si mchezo jamaa. Hapana. Au unaulizwa lete dalili. Dalili zipo kibao, lete, zipo kibao. Wewe umeshika zipo kibao tu. Sasa mtu wa bid'a anakuwa anakushinda katika masala haya. Unabakia sasa manake nimekutana na mtu wa bid'a lakini nimemwambia dalili ziko kibao. Sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu unatakana usome kikweli kweli kabisa. Na wewe hebu jipe joto useme kwamba wale wasekula wale wanasoma mpaka vinabakia vichwa tu. Mimi kwa nini sisome yani? Simefahamu. Kwa nini sisome dini yangu mimi? Sasa wewe unatakana usome dini yako. Kwa maana kila elimu unajua kwamba hii ni elimu, mfano nahau, sarfu, balagha, basi unatakana usome. Na wewe ni marji, watu wanakurejea katika elimu. Fanya bidii. Pamoja na kwamba unapirika hizi na zile na kadha, lakini muda wako utenge katika jambo la kusoma. Kisha fanya muraja. Na wewe angalie kiwango chako cha elimu kwamba mimi Qur'ani matini nishamaliza kusoma. Lakini bado sijaweka vizuri, unaweka vizuri katika Qur'ani, unaweka vizuri katika maana ya Qur'ani, unaweka vizuri katika lugha. Basi wallahi wa billahi tallahi unaweza kuja kutoka wewe ukaja Allah akakujalia bahati ya ukatembea nchi yote. Basi mtu atakuja kusema wewe umesoma Saudia au umesoma Misri au umesoma wapi? Kumbe hujasoma popote isipokuwa umesoma ndani ya nchi yako. Bali nchi yako wale Waarabu wataiona kwamba nchi yako kwamba inazungumza Kiarabu. Kwa nini? Kwa sababu unahitimamu na kuzungumza Kiarabu, jambo ambalo kwamba yeye linamfurahisha anavyoona unavyozungumza ile lugha ya Kiarabu. Kwa sababu anakuona kwamba wewe ni mtu mweusi, lakini mbona unakizungumza Kiarabu fusha kumshinda yeye? Sasa itakupa nguvu katika jambo la nini? La kusoma na kufikia pahala ambapo unapokuwa pazuri. Hususa katika zama hizi. Zama hizi zimejaa mambo mengi sana. Maafa ni mengi sana. Na mabalaa ni mengi sana. Na wasemaji ni wengi sana. Sasa itakapokuwa kwamba usomi na ikawa huna hitimamu ya dini yako, basi ndo pale tujaona sasa huyu kampigia radi yule na tusema manake hapa naona kama huyu kapatia, huyu kakosea, la. Utakapokuwa unasoma unajua kwamba hii ndio haki, hili ndio jambo ambalo kwa la sawa. Kwa hiyo tusomeni sana na tuitangulize elimu. Elimu ndo ambayo itakokuwa ina hukumu. Na tuondokane na ujinga. Kwa sababu ujinga ni jambo ambalo kwa sila sawa. Na ndio maana kwa ujinga ukakuta miji inakufa. Kwa sababu watu wanatanguliza nini? Ujinga. Naam. Kwa hiyo kitabu cha Sheikh Al-Albani hicho kinaitwa Ghayatul Marami fi takhriji ahadith al-halal wal haram.